Royal Win, shinda magari ni mengi zaidi kwenye kasino ya mtandaoni nambari 1 Tanzania. Wenye vipaji Tanzania, mchezo wa jana ungeweza kumalizika kwa matokeo chanya. Lakini kwa bahati mbaya tuliruhusu mabao kwa kukosa umakini, lakini sehemu ya soka. Kizazi kipya pamoja na wachezaji wazoefu watatuletea furaha sana siku za usoni. Tulipata nafasi ya kumaliza, lakini kwa bahati mbaya hatukumaliza vizuri. Napenda kuona wachezaji wengi wa ligi ya Tanzania wakiwa uwanjani. Inaonyesha jinsi gani ligi inavyokuwa kila mwaka. Niliona wachezaji wa Yanga, Simba na Azam wakicheza mechi nzuri sana. Hongera kwa kila mtu. Ninajivunia na nitakuwa na mizizi kwa ajili yenu hata kutoka mbali. Wakati tunasema kwamba tutapita katika hatua ya playoff, lakini itatokana na mchujo wake jinsi ulivyokuwa pia mgumu. Huyu mchezaji anasifia ligi yetu imekuwa kwa wachezaji wa Simba, Yanga pamoja na Azam. Tunahitaji tusahau kwa kosa wachezaji wa nje, tufocus na hawa kwenda kombe la dunia, ama tuliache hili tufocus na hawa kwa ajili ya mipango mingine. Maana ujue kila siku Tanzania waga tuna plan kombe la dunia lingine, kwa sababu hili inaonekana kabisa kuna asilimia nje, kwamba asilimia chache mguu nje mguu ndani. Kwa maneno ya Bruno, hawa watatuvusha, ama tumsikize Bruno kuiboresha ligi yetu ya Tanzania kwa ajili ya kujipanga upya. Mechi kama hizi tusie tofauti ya pointi ngapi hapo, ni kama pointi 5 na ambaye ameshafuzu Morocco. Sisi tuna 6 yana 15, lakini kuna taarifa kwamba Morocco 15 kwa pointi 6. Huwa tunakosea wapi tunapokuwa nyuma kipointi kiasi hichi ambacho lakini wachezaji wetu wanaonekana wazuri? Tunakosa nafasi gani mapema ya kujiwekea pointi za mapema ili tusiwe na maaza kwenda playoff? Nikianza kwenye pointi ya Bruno, kwanza ni ameonyesha uzalendo kwa sababu ni mchezaji ambaye alishacheza Tanzania, lakini ameonyesha ameendelea kuonyesha tabia ambazo wageni wamekuwa wakizionyesha baada ya kuondoka Tanzania. Wengi wamekuwa wakiona Tanzania kama second home kwao. Na jana alikuwa anafuatilia mechi na yule mtoto ambaye alimuadapt ambaye ni Mtanzania, kwa sasa ni mtoto wake. Kwa hiyo ni kitu bora zaidi, na ina reflect kwamba Tanzania ni nchi ya namna gani, na maoni yake kuhusu mpira yote yanawezekana, kwamba kwanza tuna project ya muda mrefu ambayo kama itafanywa kazi inaweza ikalipa mbeleni, lakini kwa sasa tuna ligi bora. Reflection ya ligi bora ni kwamba jana Rea amesema wale wachezaji wote wametoka kwenye ligi za Ulaya kasoro mchezaji mmoja. Lakini wa kwetu kasoro mchezaji mmoja wote wametoka ndani. Kasoro wawili kama sikosei, si ndivyo? Kwa hiyo ni mafanikio makubwa. Hakuna timu yoyote Afrika inaweza kwenda na wazawa vile na ikapata matokeo kama yale, labda South kidogo, lakini inayofuatia baada ya South ni Tanzania. Yes. Kwa hiyo naamini alichokisema Bruno kina reflection ni sahihi, kama soka yetu inakuwa. Yep, lakini nikirudi kwenye swali lako lile ambalo lilianza nalo la Morocco afanye nini? Hemedi Morocco. Na imani kuna vitu anapaswa kuviboresha kwa sababu imekuwa ni kila siku sasa. Kitu cha kwanza, tuzifanyie kazi set pieces. Tunazizuia vipi, tunazishambulia vipi? Kwa sababu zimekuwa zikiathiri scoreboard zetu. Tunaweza tukazuia vizuri, tunaweza tukashambulia vizuri. Tusipoweza kushinda mechi kwenye hizo moment, set pieces imekuwa ikituadhibu sana, hasa dhidi ya hizi team Giants. Lakini kitu cha pili, ukiangalia jana Morocco kuna kitu ametufundisha. Ndio. Unaweza ukaingia kama timu inayotawala mchezo na yule akawa mtu anayetawalwa. Je, yule anayetawalwa anacheza vipi yale mashambulizi ya kujibu? Morocco jana ukiangalia ni kama walikuwa wameshajiandaa kwamba Tanzania wanakuja kutupiga counter attacks. Si ndivyo? Sisi tunafanya nini? Ukiangalia jana walikuwa kila wanapocheza Amrabat si ndio anakuwa juu ya wale mabeki wawili wa nyuma. Ndio. Pembeni yake kuna watu. Kama si wale mabeki wa pembeni wanaoingia ndani, basi ni viungo washambuliaji wanakuja kama pembeni yake. Wanaamini kwamba Tanzania kuna muda wata win possession, watatupiga counter attacks. Zile wanaziita rest defense. Wenyewe walikuwa na watu mstari wa watu wawili nyuma na watu watatu mbele yao. Kwa hiyo ile umbo lilikuwa linameza sana counter za Taifa Stars. Kwa hiyo naamini kwenye mfumo wao wa 4-3-3 walikuwa wanacheza na watu wawili, watatu mbele nyuma kwenye ile mistari miwili ya mwisho. Kwa hiyo kuna mazingira wenzetu wanajiandaa na wanakuwa na plan B. Kama hao watakuja kwa kupaki basi tuseme wanamsoma nani mpinzani wao mapema kabla ya sasa na sisi tunatakiwa tunajiandaa. Kama sisi tunajua kabisa tunaenda kupaki, basi option ya pili ni kukupiga counter attacks. Tunazipiga vipi, tumejiandaa vipi kupiga hizo counter attacks? Kwa hiyo naamini kama kiboresha
kuzuia na kushambulia mipira kutenga, kuzifanyia kazi vizuri hizo counter attacks ambazo sasa hivi zimekuwa kama mpango wa taifa, naamini tunaweza tukafanya vizuri kwenye mechi zijazo. Sawa. Muda unakimbia na nikwambie tu kupitia Royal Win Plus ya PMBet unaweza kujishindia